leo imekuja kusikiliza kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu, ambaye liko chini ya jopo la majaji watatu, Jaji Ndunguru, Karema na Kiwonde. Sasa itajua kwamba leo upande wa mashtaka ungeweza kuendelea na kesi yake, kuleta mashahidi wake ambao wanataka kusema kwamba mwenyekiti wa chama alifanya makosa ya uhaini. Lakini siku ya leo kwa bahati mbaya mshtakiwa ndugu mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu akuwasilishwa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka umedai kwamba kwa sababu za kiusalama. Lakini sisi wote tumefanikiwa kufika hapa mahakamani. Nadhani nchi yetu wa Dar es Salaam huko salama. Watu wote wameweza kusafiri, mabasi yanafanya kazi. Lakini upande wa mashtaka kwa wamesema kwamba unaomba kwamba kwa sababu za kiusalama haujaweza kumleta mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mahakamani. Kwa hiyo hakuwepo mahakamani. Na baada ya hapo upande wa mashtaka ukaomba kwamba ukaeleza mahakama kwamba wenyewe leo utakiwa uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti na utakiwa ulete mashahidi wake ambao wanatokea Songea, si wengine wanatokea Iringa, watakiwa na Mbeya waweze kuja kutoa ushahidi dhidi yake. Sasa wakasema kutokana na sababu za kiusalama au mashahidi hawakuweza kuletwa, hawakuweza kutoka kusafiri kuja Dar es Salaam kwenye kesi. Kwa hiyo na wao waweze kujiandaa vizuri, kuweza kuandaa mashahidi wao hawa waweze kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wakawa wameomba ahirisho la wiki 2. Kwa maana hiyo tarehe 10 leo mwezi wa 11 ukiongeza wiki 2 maana yake ni siku 14, ingekuwa maana tunazungumzia tarehe 24 au 25 ya mwezi huu. Jopo la majaji wao watatu, Jaji Ndunguru, Kiwonde na Karema, baada ya kuchakata hilo ombi wamesema kwamba hawakubaliana upande wa serikali kusema kwamba kesi iahirishwe kwa wiki 2, bali wameahirisha kwa siku 2, yani ya leo na kesho, na kwamba tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio Tundu Antipas Mughwai Lissu aletwe mahakamani na kesi iendelee. Na mahakama imeamrisha kwamba ule hati ya wito wa kumuita mahakamani itolewe na aje upande wa mashtaka siku hiyo uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti. Maana yake kesi ya msingi sana. Sasa sisi tumeweza kuyaona hayo. Sasa bahati mbaya kwa sababu mwenyekiti anajiokisha mwenyewe hakuweza kuzungumza, lakini tumeona kama mahakama imeweza kutoa angalau muda kidogo ambao unaonekana ni mzuri, na kwamba siku hiyo tarehe 12 mwezi wa 11 2025 basi kesi hii itaendelewa kwa majali wa Mwenyezi Mungu, na tunatumai kwamba umma utapenda kujua nini kinaendelea. Uhaini ambao unasemwa dhidi ya mwenyekiti kama utaweza kuwekwa wazi, na kama sio uhaini basi tuweza kujulikana mahakama itatoa uamuzi gani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mahakama imeweza kuona kwamba ile njia ombi la ahirisho la wiki 2 kwa kweli ilikuwa alimtendee haki mshtakiwa ambaye hakuwa mahakamani. Hata angekuwa upande ule angekuwa hata kesi imeletwa kwa njia ya kimtandao kwamba naye kule gerezani ameweza kusikilizwa, basi ingekuwa nafuu. Lakini mahakama imeamua kusimama katika kusimamia misingi ya haki na kusema basi imetoa siku 2 ambazo kwamba wale mashahidi wa serikali kuanzia hivi sasa huko kote waliko basi wao waje, na tunafahamu mashahidi